Ninayo furaha asubuhi hii ya leo kukusalimu ndugu mtazamaji wa Zoe TV. Bwana wetu Yesu asifiwe. Mungu ameendelea kuwa mwema sana na tunaendelea kuifurahia neema yake. Tukiwa tungali katika majira ya Yesu aliyefufuka, ambaye tunasherehekea ushindi wake, aliyoshinda kutoka mauti, aliyoshinda kutoka kaburini, na tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya Pentekoste, ningali bado napenda kukushiriki yale mazuri yanayotokana na nguvu ya ufufuo. Jana tuliona pamoja ufufuo wa Yesu Kristo unathibitisha ya kwamba neno la Mungu ni kweli, na kwa msingi huo inatupasa tuliamini neno la Mungu. Leo nataka niongeze pia neno lingine muhimu sana kwa habari ya kile ambacho ufufuo wa Yesu Kristo unathibitisha. Ufufuo wa Yesu Kristo unathibitisha kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Jambo hili ni muhimu sana, na ningependa niende kwenye maandiko nisome kutoka kile kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, sura ile ya 1 na ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, na kuthibitishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu na ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Ufufuo umemthibitisha Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu. Niongeze maandiko mengine kutoka Injili ya Yohana, sura ile ya 20 mstari wa 30 hadi ule wa 31. Kitabu Injili ya Yohana, sura yake ya 20 mstari wa 30 hadi ule wa 31. Neno la Mungu linasema, basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele za wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. 31. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Mungu na alibariki neno lake. Ndugu yangu, napenda nikushirikishe ukweli huu wa msingi na wa kipekee. Neno hili ambalo limebeba uzito, limebeba maana kubwa, na utakaponielewa litaenda kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha yako. Yesu Kristo aliteswa. Yesu Kristo alikufa. Yesu Kristo alifufuka, yu hai milele. Kitendo cha Yesu kufufuka toka mautini, kitendo cha Yesu kufufuka toka kaburini, neno la Mungu limethibitishwa kuwa ni kweli. Lakini pia tendo hilo la kufufuka kwake limethibitisha pasipo shaka kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na hii inamtofautisha na kiumbe yeyote aliyewahi ishi kabla yake na baada yake. Tendo la Yesu kufufuka linamtofautisha na waasisi wote wa dini, waasisi wote wa imani. Yesu kwa kufufuka amejitenga na kujiweka mbali na wote waitwao mitume, na wote waitwao manabii, na wote waitwao viongozi wa dini. Tendo la Yesu Kristo kufufuka limethibitisha uungu wake, ya kwamba yale madai aliyokuwa akidai
ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu yamethibitishwa na ufufuo, kwa sababu hakuna kabla yake aliyekufa na kufufuka, wala baada yake aliyekufa na kufufuka kwa uweza wake mwenyewe, isipokuwa Yesu Kristo pekee. Hii imeonyesha kwamba yeye si mwanadamu tu, bali yeye ni mwana wa Mungu. Atukuzwe Mungu kwa sababu amethibitisha madai ya Yesu aliyokuwa akiyatoa kwenye hotuba zake na kwenye mahubiri yake, kwamba yeye ametoka kwa Mungu, yeye ametumwa na Mungu, na yeye ni mwana wa Mungu. Hapo zamani wengi walikuja wakaongea kuhusu uhusiano wao na Mungu, na Yesu alipokuja naye akazungumza juu ya uhusiano wake na Baba. Wayahudi na waliokuwa wakimsikia walikuwepo waliomwamini na walikuwepo waliompinga, lakini Yesu alisisitiza juu ya uhusiano wake na Mungu, akidai ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Wayahudi, hasa viongozi wa dini, hali maarufu Mafarisayo, hawakutaka kuamini hilo, na walipinga kwa madai ya kwamba mwanadamu awezaje kuwa mwana wa Mungu? Mwanadamu awezaje kuwa Mungu? Wakaja na hoja za kimwili kwamba je, Mungu alizaa na mwanadamu? Hata huyu aliyezaliwa na Bikira Mariamu ajiite kuwa ni mwana wa Mungu? Kwa mtazamo wao waliona Yesu anakufuru, waliona Yesu anamtukana Mungu. Jambo hilo liliwaghadhibisha mno, likatengeneza visa na kesi dhidi ya Yesu Kristo, hata wakafikia hatua ya kumuua. Kwa maana wao kwenye mtazamo na akili yao waliona mtu aliyezaliwa na mwanamke kudai yeye ni mwana wa Mungu ilikuwa ni kufuru. Hata kizazi cha leo tunachoishi, wako watu kwa kutojua, nao wamekuwa wakipinga juu ya uungu wa Yesu Kristo. Wanasema, awezaje mwanadamu kujiita na kujidai kuwa yeye ni mwana wa Mungu, kuwa yeye ni Mungu? Huo ndio uelewa wao, kwamba Mungu hawezi kuzaa na mwanadamu. Lakini leo napenda nikuthibitishie kupitia neno la Mungu juu ya uungu wa Yesu Kristo, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yako madai 7 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana ambayo Yesu alikuwa akisema, na kuna maneno maarufu kwenye Injili ya Yohana, Yesu akisema mimi ndimi. Yesu alisema katika Injili ya Yohana, mimi ndimi chakula cha uzima. Yesu akaendelea kusema mimi ndimi maji yaliyo hai. Akuishia hapo, Yesu akaendelea kusema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Kana kwamba haikutosha, Yesu akaendelea kusema mimi ndimi mlango wa kondoo, mimi ndimi mchungaji mwema. Yesu akaendelea kudai ya kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Hakuishia hapo, Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Madai hayo 7 yalionyesha utofauti na upekee aliokuwa nao Yesu. Yesu, kulingana na Injili ya Yohana, alipokuwa akitoa hotuba zake, na ziko hotuba maarufu 7 ambazo Yohana amezirekodi katika mahubiri, katika mafundisho na katika hotuba zake, mara nyingi alisisitiza akisema, amini amini na kuambia. Hakuhubiri, hakufundisha akiacha shaka kwa wasikilizaji wake. Hakutumia maneno labda, huenda,
Hakukuwa na probability kwenye mahubiri na mafundisho yake. Yesu alionyesha wazi kwamba anajijua yeye ni nani na anayeyasema ana uhakika nayo, na ndiyo maana alisema, amini nawaambia, mtu asipo niamini mimi hana uzima wa milele. Yesu aliweka wazi kwa wasikilizaji wake tofauti yake yeye na walimu wa dini waliomtangulia, tofauti yake yeye na wahubiri wanaohubiri habari za Mungu, tofauti yake yeye na wanadamu wengine, kwamba yeye ametoka kwa Mungu, yeye alikuwa kwa Mungu, yeye ana ushirika wa Mungu, yeye ametumwa na Mungu. Hayo aliyasema wazi, pamoja na kwamba yalionekana kutoeleweka, yalipingwa kwa nguvu kubwa kwa sababu ya kutokuelewa, na Mungu akitaka kuthibitisha kwamba madai yake ni kweli, akafanya jambo kubwa kuliko yote, akamfufua kutoka kwa wafu. Kwa hiyo Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, imethibitika dhahiri kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Haleluya! Na mimi nataka mtazamaji wangu uelewe huo ukweli na uamini huo ukweli. Yesu aliwaambia Wayahudi na waliomsikiliza, msipoamini ya kwamba mimi ndimi, mtaangamia, mtakufa katika dhambi zenu, kwa sababu hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa kuwa mimi nimetumwa na Mungu, na mimi sifanyi ninayoyafanya kwa shauri langu, bali yale yote ninayemwona Baba akiyafanya ndiyo mimi nayafanya. Kwa hiyo mimi nimekuja ili ninyi mnaoamini muwe na uzima, na kisha muwe nao tele. Hii ni habari njema sana. Yohana ni miongoni mwa wainjili na waandishi waliojielekeza mno kuandika juu ya uungu wa Yesu Kristo, yaani asili yake, nafsi yake na uungu wake. Na Yesu aliongea waziwazi tofauti ya asili yake na Shetani. Alimtaja Shetani kuwa ni muongo, ndio asili yake, ni baba wa huo, ni muuaji. Lakini asili ya Yesu ni Mungu, yeye ni nafsi ya Mungu, yeye ameleta uzima, na kwa kumwamini yeye tunao huo uzima. Kwa hiyo muinjili Yohana katika injili yake, msisitizo wake na mkazo wake ya kwamba watu waamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na kuamini hivyo wawe na uzima wa milele. Miaka, karne, Shetani amekuwa akipinga ukweli huu, lengo watu wasiamini uungu wa Yesu Kristo, na wasipoamini wapotee. Lakini nataka nikuombe mtazamaji wangu na kukusii kwa huruma zake Mungu, mwamini Yesu ya kwamba ni mwana wa Mungu. Ushahidi kwamba ni mwana wa Mungu, amefufuka kutoka kwa wafu. Yesu alifanya miujiza mingi. Kati ya miujiza aliyoifanya, Yohana anaiandika miujiza 7. Yohana anaandika hotuba 7. Yohana anaandika madai 7 ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu alikuwa akiyadai Yesu. Yohana ametumia namba 7. Namba 7 kwa Wayahudi ni ukamilifu wa mambo. Hata ukienda kwenye kitabu cha Ufunuo utakutana na 7 nyingi, ikiwemo makanisa 7 ya Efeso. Namba 7 ni ukamilifu wa Mungu. Kwa kuwa Yohana ametumia 7, na katika 7 ameonyesha miujiza 7 iliyofanywa na Yesu. Katika namba 7 ameonyesha madai 7 ya Yesu kuwa ni Mungu. Katika 7 ameonyesha hotuba 7 ambazo Yesu amezitoa kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu, yeye ni mwana wa Mungu, ana ukamilifu wa uungu. Mungu alikuja kwetu kwa neno, lile neno likachukua mwili
na lile neno likakaa kwetu, sisi tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kifuani mwa Baba, amejaa neema na kweli. Fikiri, kama Mungu angekuja kama upepo, tungewezaje kumwelewa? Kama Mungu angekuja kama radi, tungewezaje kushirikiana naye? Kama Mungu angekuja kama mnyama, labda tuseme mnyama simba, tungewezaje kuwa na ushirika naye? Lakini Mungu kwa kutupenda alichukua umbile la mwanadamu, akazaliwa na bikira, ili tuweze kufellowship, tuweze kuwa na ushirika pamoja naye. Na ndiyo Yohana anasema lile neno tulilolisikia, tulilishika, tulilipapasa. Yaani tulikuwa naye katika mwili, tulikula naye, tuliongea naye, alikuwa katikati yetu. Lakini ni Mungu Imanueli, Mungu pamoja nasi. Ni habari njema kwa dunia yote kwamba Yesu Kristo kwa kufufuka ameprove beyond doubt kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa msingi huo aaminiwe, apokelewe kama mwana wa Mungu. Amejitofautisha kwa mbali mno na wale waitwao manabii, wale waitwao mitume, wale waitwao viongozi wa dini, wale waitwao waasisi wa imani. Yesu ni zaidi ya mtume, ni zaidi ya nabii, kwa sababu tuna watu mashuhuri waliowaishi kabla na baada ya Yesu, ambao ni masuperstar katika mambo ya dini, waliasisi vitu vingi. Tunaye mtu kama Ibrahim. Ibrahim ni baba wa imani, ni mtu mashuhuri kwenye mambo ya imani. Lakini ni hakika, ndugu zangu, Ibrahim alikufa na akazikwa. Hatuna rekodi yoyote kwenye Biblia kwamba Ibrahim alifufuka. Tunajua kwamba yuko mbinguni, lakini roho yake iko mbinguni. Tunaye mtu mashuhuri aliyewaishi duniani, Musa. Maandiko yanasema Mungu alimzika. Hatuna ushahidi kulingana na Biblia unaozungumza kufufuka kwake, aidha siku ya pili au ya tatu au wiki. Tunajua roho yake iko mbinguni, lakini Musa alizikwa. Tunaye mtu mashuhuri kwenye maandiko na kwenye dini na vizazi vyetu na vilivyopita, mtu kama mfalme Daudi. Petro anasema alizikwa na kaburi lake liko Yerusalemu, lakini hatuna ushuhuda kwamba alifufuka siku ya 4 au ya 7 au ya 10. Tunao watu mashuhuri walioasisi dini, walioanzisha imani, watu ambao ni masuperstar, lakini wamekufa, wamezikwa, na maiti zao ziko kaburini na mifupa yao ipo kaburini. Yesu angeishi akiwa ametenda miujiza. Yesu angemaliza huduma yake akiwa amefanya makubwa kama aliyoyafanya: kuponya watu, kulisha watu vyakula, kubariki watu, kuhubiri maskini. Kisha angekufa, angekuwa miongoni mwa masuperstar waliowahi kuishi duniani. Asingekuwa tofauti na wengine waliofanya mambo makubwa katika maisha yao juu ya kizazi cha mwanadamu. Lakini Yesu akafanya yale ambayo Ibrahim hakuweza kufanya, Musa hakuweza kufanya, Daudi hakuweza kufanya, manabii hawakuweza kufanya, mitume hawakuweza kufanya. Alikufa, siku ya 3 akafufuka. Yeye ameshinda kifo, yeye ameshinda mauti. Ninakuletea huyo aliyeshinda kifo na mauti, Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ushahidi upo wa kutosha kwamba aliteswa, kwamba alikufa, kwamba alizikwa na akafufuka. Ukitaka ushahidi wa kihistoria, upo wa kutosha sana. Ukitaka ushahidi wa kisiasa, upo wa kutosha sana. Unaweza ukasafiri kwenda hata Rumi na utaambiwa wakati wa utawala wa Kaisari Augusto, Rumi ikiwa na tawala sehemu ya dunia, hasa Mashariki ya Kati na Ulaya. Kule Palestina kulikuwa na mtawala anayemwakilisha Kaisari, aliitwa Pontio Pilato.
na ndiye aliyemhukumu Yesu. Ziko kumbukumbu za kisiasa, ziko kumbukumbu za kihistoria, hata za kisayansi, za kibiolojia, zipo kumbukumbu za kijiografia, ziko kumbukumbu za kiulimwengu, mafaili na documents zilizohifadhiwa zinazoeleza wazi kwamba wakati wa Kaisari Augusto na Pilato akiwa mtawala wa Palestina, aliondokea mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Yesu. Wayahudi walimwita mfalme. Huyo mtu aliuawa, akafa, akazikwa, lakini siku ya tatu akafufuka. Yesu kwa kufufuka anaweza kunisamehe mimi dhambi zangu, anaweza kuniokoa mimi na maisha haya, na ndivyo ambavyo amekuja kufanya. Anaweza kukusamehe wewe dhambi zako, anaweza kukuokoa na dunia hii na maisha haya ya dhambi. Yesu katika utumishi wake aliponya wengi. Tukio moja lilitokea kule Yerusalemu alipokuwa akitoa hotuba kwenye sinagogi, sinagogi likiwa limefumukana watu, yaani watu walikuwa wengi sana. Watu wakarimu na watu wema walimleta mgonjwa, wakashindwa kumwingiza kupitia mlangoni, wakaona wampandishe juu ya dari, wakalenga mahali Yesu alikosimama, wakaondoa ile dari, wakamshusha mgonjwa kwenye machela akiwa kwenye kitanda amepooza. Yesu alipoona imani yake na alipoona upendo na ukarimu wale marafiki zake, Yesu akamwambia yule mgonjwa, umesamehewa dhambi zako. Kwenye kusanyiko lile walikuweko Mafarisayo, viongozi wa dini. Walijisikia vibaya kwa yale maneno ambayo Yesu aliyasema. Wakasema, huyu ni nani hata aweze kusamehe dhambi? Kwao Mungu pekee ndiye anayesamehe dhambi, na ni kweli hakuna awezaye kusamehe dhambi ila ni Mungu. Yesu akajua mawazo yao, akawageukia akawaambia, jambo kubwa ni lipi? Je, kusamehe dhambi, kusema umesamehewa dhambi, au kumwambia mgonjwa simama uende uwe mzima? Akamwambia yule mgonjwa aliyepooza, simama uende, imani yako imekuponya. Wayahudi hawakuelewa swali lao, awezaje kusamehe dhambi? Anayesamehe dhambi ni Mungu peke yake. Na ni kweli Yesu anasamehe dhambi. Je, yeye ni Mungu? Yes. Kwa ushahidi upi? Kafufuka kutoka kwa wafu. Hakuna awezaye kushinda kifo ila Mungu pekee. Kwa Yesu kushinda kifo na kufufuka, amethibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Mungu. Kwa hiyo basi ana uwezo wa kusamehe dhambi. Bwana atukuzwe. Nina habari njema sana. Mwamini Yesu ameshinda kifo, ameshinda mauti. Kwa nini umwamini? Ni tofauti na mitume, tofauti na manabii, tofauti na waasisi wa dini, tofauti na viongozi. Yeye ni zaidi ya wanadamu. Yeye ni mwana wa Mungu, ameshinda kifo na mauti, amefufuka. Kufufuka kumemthibitisha ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na hii ndio habari ambayo napenda nikushirikishe wewe ambaye unanitazama na unanisikia. Yamkini umekuwa miongoni mwa wale ambao wana sita katika kuamini ukweli huu, lakini leo nataka nikuthibitishie kwa neno la Mungu. Yesu alipofufuka aliwatokea wanafunzi, lakini miongoni mwao Tomaso, hali maarufu Pacha, akuwepo katikati yao. Baadaye alipokuja kujiunga na wenzake, Yesu akiwa ametoweka, wenzake wakamshirikisha habari njema, wakamwambia Tomaso, Yesu amefufuka. Tomaso akasema, mimi siamini mpaka nimuone kwa macho na niweke vidole vyangu au kidole changu kwenye kovu yake ya misumari, ndipo nitaamini. Ikatokea siku fulani wakiwa pamoja wanafunzi kwenye chumba cha ndani na Tomaso yupo, Yesu akawatokea tena. Alipowatokea akawapa ile salamu ya amani, akasema amani iwe kwenu. I like that.
maana alijua wako kwenye hali ya sintofahamu na hofu ya Mafarisayo na hofu ya Wayahudi. Baada ya kuwasalimu, amani iwe kwenu, moja kwa moja akamwita Tomaso, akasema, Tomaso, njoo, weka kidole chako kwenye kovu langu la misumari. Tomaso alipomuona Yesu na Yesu aliposema maneno haya, ukiri wa Tomaso ukawa hivi: Bwana wangu na Mungu wangu. Yeye aliyekuwa aamini kwamba Yesu amefufuka, alipotokewa na Yesu aliyefufuka, alitamka maneno mazito sana. Injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 28, Bwana wangu na Mungu wangu. Tomaso sasa ana confess, anakiri si tu Yesu amefufuka, lakini anakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, Yesu ni Mungu. Kwa uweza wa ufufuo. Kwa nini anakiri hivyo? Kwa sababu hajawahi tokea mtu aliyefufuka mwenyewe toka kwa wafu. Hajawahi soma kwenye vitabu vyao, hajawahi ona. Lakini huyu Yesu Tomaso alishuhudia akifa. Huyu Yesu Tomaso alishuhudia akizikwa. Na ndio maana kibinadamu alisema mimi siamini, kwa sababu hajawahi ona mambo hayo, hajawahi shuhudia. Na inawezekana na wewe uamini kwa sababu hujawahi ona, uamini kwa sababu hujawahi kushuhudia. Unaweza ukawa na mtazamo kama wa Tomaso. Anyway, ni ubinadamu, lakini Yesu anajua na Yesu anapenda ufahamu ukweli. Alipomuona Tomaso na Tomaso alipokiri Bwana wangu na Mungu wangu, kwa maana ya kwamba wewe si mwanadamu, umeshinda kifo na mauti, wewe ni Bwana, wewe ni Mungu. Yesu akamwambia Tomaso, rafiki, ni heri wale wanaoamini pasipo kuona. Wewe unaamini kwa kuwa umeona. Inawezekana na wewe unanitazama wakati huu kupitia TV ya Zoe TV, unaweza usiamini kwa sababu hujaona. Yesu akamwambia Tomaso, ni heri wanayeamini pasipo kuona. Hata mimi sikuwepo siku ya ufufuo wa Yesu, sikuona kaburi lilofunguliwa likawa wazi, lakini naamini kupitia neno la Mungu. Ninaamini kwa sababu nafsi yangu, dhamiri yangu na roho yangu inanishuhudia kwamba Yesu amefufuka, kwa sababu ameweza kunisamehe dhambi ambazo nisingeweza kusamehewa na mwanadamu awaye yote, wala dini, wala taratibu za dini. Nilijaribu sana miaka hiyo ya nyuma kufuata taratibu za dini ili nishinde dhambi, lakini haikuwezekana. Baada ya kumwamini Yesu, dhambi zangu zimeondolewa. Hapa nilipo nina ushuhuda rohoni mwangu kwamba nimesamehewa dhambi. Niko na furaha mno isiyoneneka. Niko huru mbali na uongo, maana nimeifahamu kweli, na hiyo kweli imeniweka huru. Ninaposema nimesamehewa dhambi, ninajua dhambi zangu zimesamehewa, na aliyenisamehe dhambi si mwanadamu. Mwanadamu asingeweza, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, aliyedhaliwa kwa muujiza, aliyeishi kwa muujiza, aliyekufa na kuzikwa na kufufuka kwa muujiza. Ameweza kunisamehe dhambi. Unaweza na wewe pia kupata msamaha wa dhambi kwa kumwamini Yesu, kwa sababu ni mwana wa Mungu. Ameweza kuthibitisha uungu wake kwa kutoka kaburini, kufanya lile ambalo watu wengine hawakuweza kufanya kabla yake na hawawezi kufanya baada yake. Ni yeye peke yake. Yesu Kristo aliteswa, Yesu Kristo alikufa msalabani, Yesu Kristo alizikwa, siku ya tatu Yesu amefufuka. Ndiye pekee aliyeshinda kifo na mauti. Aliteswa na askari, aliuawa na askari, alizikwa, lakini mauti haikuweza kumshika. Kifo hakikuweza kumshika, kuthibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na ndi tofauti ya watu wengine wote, akashinda kifo na mauti. Kwa hiyo msomi aliposikia ushauri wa waziri mkuu kwamba afe kisha afufuke ndio waje wajadili dini, akapata akili, akagundua kusoma kwake hakujampa kuelewa. Akurudi kwa waziri
maana alijua akifa ndio ameisha na hawezi kufufuka. Yesu Kristo ameshinda kifo. Ndio sababu ninamhubiri, ndio sababu ninamtangaza. Yeye pekee ndiye Mwokozi, anasamehe dhambi. Hakuna mwingine anayeweza kusamehe dhambi, hakuna mwingine anayeweza kuokoa. Yeye ametangaza kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa njia yangu. Rafiki unayenitazama, naomba Mungu akupe neema, umpokee Yesu, umchague Yesu. Amethibitisha ya kuwa ni mwana wa Mungu kwa kufufuka kutoka kwa wafu. Anaweza kuaminiwa kwamba ni mwokozi wako, anaweza kupokelewa kwamba ni Bwana anayetoa msamaha, naye amefanya haya yote kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ana upendo mkuu, anakupenda sana, anataka umwamini ili uwe na uzima wa milele. Alitangaza akasema, mimi ndio huo ufufuo na uzima. What a statement! Haijawahi sikika na mwanadamu yeyote. Huwezi kusema we ni ufufuo unless una sifa za Mungu. Huwezi kusema we ni huo uzima, vinginevyo una sifa ya Mungu. Lakini Yesu aliyasema hayo, sio sirini, sio gizani, hadharani, kwa sababu yeye ana hizo sifa. Aliteswa, alikufa, akazikwa. Yesu amefufuka. Mpokee Yesu leo, mwamini Yesu leo. Usipokee mawazo kama yule msomi akifikiri kwamba anaweza kuanzisha dini. Yesu hakuja kuanzisha dini. Yesu alikuja kuleta uzima. Yesu hakuja kuanzisha dini. Yesu alikuja kuleta msamaha wa dhambi. Dini zilikuwepo hapo kabla, lakini hazikuweza kumuokoa mwanadamu, hazikuweza kumsamehe mwanadamu dhambi. Ni Yesu Kristo pekee ndiye mwenye huo uwezo wa kusamehe dhambi zangu na zako na za ulimwengu wote. Anawapenda wote, alikuja kwa ajili ya wote. Hana dini, hana lugha, hana rangi, hana kabila. Yeye ni Mungu, anasamehe dhambi, ameshinda mauti. Mwamini huyo aliye hai milele yote. Kwa kufufuka kwake amethibitisha pasipo shaka ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Amini hivyo ili uwe na uzima, na kisha uwe nao tele. Kuna uzima baada ya maisha haya. Pokewa uzima unaotolewa na Yesu peke yake. Yeye ndiye mwenye kuweza kutuzaa mara ya pili kwa nguvu ya kiungu, sio kwa nguvu ya kibinadamu. Anataka kusamehe, anataka kuokoe. Leo amekutembelea nyumbani kwako kupitia TV yako au luninga yako unapoitazama Zoe TV. Amekuja na habari njema kwako wewe na kwangu mimi. Yeye ni mwana wa Mungu, mwokozi wa ulimwengu, anasamehe dhambi. Popote pale ulipo, unaponitazama, ningependa sasa nikusogeze kwa Yesu, nikukaribishe kwa Yesu kwa njia ya sala na maombi mafupi. Kama alivyonitendea mimi, akutendee na wewe. Sasa unaweza kurudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Mungu, unisamehe mimi mwenye dhambi. Leo nimesikia na nimeamini ya kuwa wewe Yesu ni mwana wa Mungu, kwa kuwa umethibitisha uungu wako kwa kufa na kufufuka. Asante kwa kunijia mimi mwenye dhambi na kunisamehe dhambi zangu zote. Kwa moyo ninakuamini na kwa kinywa ninakiri, napokea wokovu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa kusali sala hii, wewe umepata msamaha wa dhambi. Furaha ya Kristo inaingia ndani yako. Zinakuja nyakati za kuwepo kwa bubujiko kwa Yesu Kristo kuwemo ndani yako. Sasa nina ushauri. Tafuta kanisa linalohubiri uokovu, linalohubiri Biblia yote. Makanisa hayo yapo jirani na wewe. Kama utalipata, basi uliza kanisa la Tanzania Assemblies of God. Hapo utapata msaada
wa wewe kuendelea mbele na huo ukiri wa imani ulioufanya leo. Lengo letu tukusaidie uiishi imani hii na hatimaye uingie mbinguni. Huyu Yesu anayesamehe aendelee kuishi ndani yako na akupe uzima wa milele. Karibu kwenye makanisa ya Tanzania, Assemblies of God, utasaidiwa. Na kama ungependa kuja napoabudu mimi napatikana kanisa la TAG au Tanzania Assemblies of God, Majumba 6 mpya, maeneo yale jirani na airport. Ukifika kule utanipata. Tutafurahi kukuona, tutafurahi kuwa na wewe, tutaomba na wewe, tutaendelea kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na tutakusaidia uendelee kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu akubariki sana kwa kumchagua Yesu. Amini kwamba Yesu amefufuka na kupitia ufufuo wake amefanyika kuwa Mungu, na huyo aweza kukuokoa na kusamehe dhambi zote na kuponya magonjwa yako. Na sasa naomba niombe na wewe ambaye unasema, mhubiri, mwalimu, niko na matatizo, niko na changamoto, niko na shida kadha wa kadha. Yesu Kristo anaponya magonjwa ya rohoni, ya hisia na ya kimwili pia. Maandiko matakatifu yanasema alijeruhiwa kwa ajili ya makosa yetu, alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu, na adhabu ya amani yetu Yesu aliibeba juu yake mwenyewe. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaiah 53 mstari wa 3 hadi wa 5. Mimi nasimama na hilo neno, natamka uponyaji kwako. Haijalishi taabu ulionayo, magonjwa ulionayo, shida ulionayo, labda una taarifa mbaya za daktari, natangaza kinyume na hiyo taarifa. Kwa kupigwa kwake Yesu, baba umepona, mama umepona. Natamka afya kwenye tumbo lako, kwenye kichwa, kwenye miguu, kwenye mwili wako wote. Naamuru virus waachie damu yako, bakteria waachie damu yako. Kila magonjwa yaliyoingia kwa kupitia damu, ninaamuru hao virus na hao bakteria wafe ndani ya hiyo damu, seli zako zipate uponyaji. Yesu ni Mungu atuponyaye. Pokea uponyaji wako. Kama una shida ya kutembea, simama na utembee katika jina la Yesu. Naamuru kupooza, naamuru uwete ukuachie in the mighty name of Jesus Christ. Uzima unatembea kwenye damu, kwenye mifupa, kwenye mishipa, toka utosi hata uyao. Yesu anakuponya sasa. Ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Na kama umeamini, wewe tayari ni mzima, wala sio mgonjwa tena. Mauti imekuwa cancelled, umepokea uzima katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kumponya kaka, dada, mama, binti, baba, kijana. Katika jina la Yesu uwe na amani, na kukaribisha kesho tena muda kama huu. Zoe TV nitakuweko hapa kuomba na kuhubiri na kusema neno la Mungu, na maisha yako hayatabaki yalivyokuwa tena. You'll never be the same again. Neno la Mungu for the transformation litakubadilisha inside out. Utakuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. You'll enjoy and celebrate. Utakuungana na maelfu na mamilioni wanaoimba haleluya, hosana, Bwana ametenda. Be blessed, enjoy your day. Rafiki yako Mchungaji Danstan Kanemba. I love you and thank you very much.